kwa maoni yako, hii ziara ya rais pale Mlima Kenya, je, ilifua dafu na ile sababu ambayo ilikuwa imefaa kufanywa pale ilifanyika? Hapo awali watu walikuwa wanafikiria rais hawezi akaenda popote ambaye nchini. Ndio. Mahali ambao kwa mfano kulikuwa na siasa wakitofautiana. Ila huko Mount Kenya unakumbuka Rigathi Gachagua ambaye alikuwa makamu wa rais alikuwa ameondolewa ofisini. Alright. Hiyo ndio ilikuwa imeleta matatizo. Ndio. Kwa hivyo mara kwanza watu walikuwa wanafikiria Mount Kenya haitakuwa mahali pazuri ambaye rais anaweza akatembelea. Lakini hizo zimekuwa ni maneno tu, kwa sababu rais akaenda huko, akapokelewa na wananchi na wanasiasa na viongozi wa huko. Kwa hivyo inamaanisha kuwa bado umaarufu wake bado ipo huko Mount Kenya. Lakini kuna tofauti na umaarufu wa kuchaguliwa mwaka ujao 2027 na umaarufu wa saa hii kuwa rais na ile mahitaji ya wananchi wa kawaida. Kwa hivyo utakuta rais akipokelewa, walikuwa wale wananchi wa Mount Kenya walikuwa wanatarajia wapate mapato yao kutoka rais ambaye ni haki yao. Kama Mkenya yote ukichagua, usipomchagua rais lazima hiyo mpato upate, because kisheria unakubaliwa upate hiyo. Ya pili, rais amecheza siasa ambaye inaleta Wakenya pamoja, kwa sababu akaanza kusema kuwa yeye mwenyewe ana haki ya kuja kila mahali. Ya pili, wananchi wana haki ya kuona rais yao na yeye ako na jukumu ya kushughulikia wananchi, kwa sababu walikuwa wamemchagua. Kwanza ukiangalia vizuri, Mount Kenya ndio walikuwa wamechagua 100%. Na ndio akamfanya yeye rais. Kwa hivyo hata kama walikosana makamu wa rais ambaye aliyekuwa makamu wa rais, haimaanishi kuwa alikosana na wananchi ambaye walikuwa wamemchagua na akawafanya yeye rais achukue jukumu ya kuwa rais. Kwa hivyo haki ni kwamba lazima rais awapatie wananchi wa Mount Kenya haki yao ambaye inafaa kisheria.